Hiyo pia inafanana sana na COVID. Okay. Kama unakumbuka, COVID tuliambiwa kwamba kama mgonjwa tayari ako na ugonjwa wa moyo, tayari ako na ugonjwa wa sukari, au ugonjwa wa pressure, au ugonjwa wa mapafu, lung disease, hawa ndio walikuwa wanaathirika zaidi kuliko wagonjwa ambao hawana magonjwa haya. Chikungunya pia ni hivyo hivyo. Okay. Wale wagonjwa ambao umri tayari tushagusia, lakini wale wagonjwa ambao wako na diabetes, ugonjwa wa sukari, wako na pressure, wako na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa mapafu, hawa pia tumeona katika milipuko ya chikungunya ambayo imetokea mahali mengine ulimwenguni, tumeona wagonjwa wenye ugonjwa huo wanaathirika kwa ziada kuliko wagonjwa ambao hawana magonjwa kama hiyo. So pia na katika chikungunya, pregnant women, hiyo ni special population ambayo lazima wachunge vizuri, kwa sababu chikungunya inaweza kupashwa kwa mtoto ambaye ako katika ile hali ya kuzaliwa, mtoto mchanga ambaye yuko especially ile peripartum period. Mama akipata ugonjwa wa chikungunya wakati yeye tayari karibu sana kuzaa, huyu mtoto anaweza kupata chikungunya kwa mama yake wakati wa ule msimu wa kuzaa, wa kujifungua. Okay. So akina mama pia ni special population, lazima wajichunge sana. Okay.